Nasema mwanadamu ana hatua steps ngapi? 4. Hatua 4 ambazo unazipitia katika maisha yako yote. Hatua ya kwanza tunasema ni ile ya utoto, kutoka miaka 0 mpaka 13 hapo. Hiyo inaitwa miaka ya sijui kitu, nahitaji kujua. Ni miaka ambayo watu wanauliza maswali mengi. Ukiwa na katoto kama mama, hii nini baba, hii nini baba. Ukisafiri na katoto kama miaka hiyo 0, tuseme mtoto anayeanza kuongea, ukaenda naye Nairobi kule mjini, kila kitu anauliza kwa sababu anataka kujua. Amen. Ni miaka ya sijui kitu, nahitaji kujua. Na ndio miaka ambayo watoto wanapelekwa shule wasome shule ya msingi. Sisi kwetu tunasema shule ya msingi, primary, kindergarten. Ni kipindi ambacho mtoto anataka kujua. Lakini miaka sasa hivi imechangamka kuanzia 14 mpaka, ndio maana juzi niliwaambia 45 mpaka 45 inaitwa miaka ya najua kila kitu, sihitaji msaada wa mtu. Ni miaka ya ujuaji. Ni miaka ambayo yani wewe ukipewa kazi ya kuongoza hao wa miaka hiyo, Mungu akupe neema. Kiongozi wa vijana yuko wapi? Viongozi wa vijana hili kanisa, unaisomaje namba kuongoza age hii? Asante, endelea na shughuli zako. Yani ukipewa kazi ya kuongoza vijana, unatakiwa uokoke wokovu wa pili. Yani ule wa kwanza wa dhambi, wa pili uokoke wa kuishi na vijana. Kwa sababu ni kundi ambalo ni sumbufu. Ndio maana hata wachungaji wanajua, ukilimaintain kundi hili likakaa sawa, umeliweza kanisa. Kwa sababu hawa hawatabiriki. Kila mmoja ni mjuaji. Ndio maana wakati mwingine, bahati nzuri nyie huku mna praise tu, hamna kwaya. Sisi kwetu tunakuwa na vikundi vya kwaya. Kijana wangu anajua. Praise ni kikundi kinajitegemea, lakini kuna kwaya, kuna ya wamama, kuna ya baba, kuna ya vijana. Sasa kwaya inayosumbua ya vijana, kwa sababu wote ni wajuaji. Yaani mwalimu anaweza kawa anafundisha yuko mbele, wote ni walimu. Mwalimu anawaambia hapa tuseme Bwana Yesu, anainuka mwingine kule mwalimu feki, na yeye anasema alafu tuseme atakaporudi. Sasa unashindwa kuelewa mwalimu wa hii kwaya ni nani. Anakuwepo mwalimu wa step, kwamba huu wimbo toka tunaenda hivi, tunaenda hivi, tunaenda hivi. Mwingine anasema ya hapo sawa, alafu tukienda hivi tunamalizia hapa. Yani na yeye aonekane amecontribute kale ka kwenda hivi. Yani aseme kwenye wimbo ule nilizalisha kaa hivi. Kwa sababu wote ni wajuaji. Wakati mwingine hata fedha za vijana zinaweza kutunzwa na watu 7. Unakuta huyu ana 10,000, huyu ana 5,000, huyu ana 2,000. Mhazina ameshika 500. Unamuuliza, "We, hii hela ashike treasure." Anasema, "Kwani mimi zikikaa kwangu kuna shida gani?" Yaani vijana walika hiyo wote ni wajuaji. Sasa hivi ukipita humo vijiweni, si kwetu tunasema vijiweni, mahali wanapokaa vijana, kila mmoja amewahi kuishi Ukraine na Russia. Kila mmoja utasikia, yani yule bwana si rais wa nani. Yani utafikiri yule rais wa Russia ni mjomba wake. Utafikiri Ukraine ndio kijiji alikozaliwa. Yani hakuna naye msikiliza mwenzake. Yani anasema ni kule ile vita imepamba, anasema wewe kuna watu kule nasikia wameishiwa vyakula. Sisi kula kuna nani? Yani wote ni wajuaji. Sasa hivi hapa kuna siasa Kenya za uchaguzi. Vijana wote ni wajuaji.
Mtu anamweleza Raila, utafikiri walisoma wote. Anamweleza Ruto, utafikiri ameoa shangazi yake. Yaani vijana ni wajuaji, ni rika ambayo wakati mwingine hata sisi wazee unapokaa nao kwanza kuwaelemesha mambo, mwanangu, unajua dunia hii, mwanangu, tufanye, unakuta anakuangalia. Yaani anasema baba, yaani wewe wakuniambia mimi. Kuna kijana mmoja mpaka alimwambia mama yake, akasema mama, kuwa uyaone. Yaani kwamba yeye ameyaona mengi kuliko mama yake. Hii ndio lika ya hatari. Amen. Ndio hawa ambao kwenye masekondari huko, sekondari huko wanachoma mashule, wanachoma mabweni. Yaani mtu akiona hajajiandaa mitihani, anachoma shule ili shule ifungwe akajiandaa. Yaani ni shida. Mwalimu akimpa adhabu, yaani atafanya mbinu zote zile kuleta ugomvi. Kwa sababu ni miaka ya ujuaji. 14 mpaka 45. Lakini kuanzia 46 mpaka 59 inaitwa miaka ya majuto. Miaka ya ambayo kila wakati mtu anasema ninge walinipeleka shule sikusoma, yani wangenirudisha sasa. Kwa mfano, yani kwa mfano nirudi primary, kwa mfano nirudi shule ya msingi, kwa mfano nirudi secondary, kwa mfano ningesoma, maana maisha yameshampiga. Ndio maana nakuta ni miaka ambayo mtu yeyote wa kuanzia miaka 46 mpaka 59 akifanya kazi serikalini wanakuwa ni wezi. Kwa nini wanakuwa wezi? Umri umeenda, hajafanya chochote. Anaona umri unaisha, hana ploti. Alafu kuna pesa za watoto yatima, kwa anakuwa yatima yeye ili apate ploti. Kuna pesa za kuchimba visima, mafahamu visima. Baada ya kuchimba kisima, anajichimba yeye. Kuna pesa akasimamia ujenzi wa madarasa. Baada ya kujenga madarasa, anajenga kwake. Kwa sababu gani? Umri umeenda. Alafu anaona kabisa huko anakokwenda mbele ni giza. Amefikia umri wa miaka ambayo mhubiri anasema, kijana, jipange sawa sawa kabla hujafika ule miaka utakayosema sina furaha nayo. Kwa miaka 46 mpaka 59 ni miaka ambayo watu wanasema sina furaha nayo. Kwa sababu kuna vitu vingi. Ndio amepata na watoto wanatakiwa kusoma. Ndio amepata na nini inatakiwa kwa hivi. Kwenye jamii yake michango ya misiba, ya majeneza, sijui vitu gani. Yani, kuna vitu vingi, watoto shule, nani. Kwa hiyo vitu vingi vimemsonga, alafu hakuinvest chochote cha kuingiza fedha kwake. Ndio unakuta miaka hiyo watu wanaanza kulaumu wazazi wao. Yaani na yeye na watoto analaumu na yeye wazazi wake. Anawaambia watoto wake, unajua mimi maisha haya ni baba alikosea sana. Hakunisomesha vizuri, hakunifanya nini, hakuinvest kwa ajili yangu, hakunifungulia miradi. Ndio maana mnateseka, babu yenu hovyo. Hasa wajukuu nao wanasema, mbona na yeye babu mwenyewe anapambana na hali yake? Hasa angekusaidiaje wewe? Kwa hiyo ni miaka ambayo mtu analaumu. Ndio maana mimi kwenye ushuhuda wangu nawaambia, mimi nilianza kusoma masomo ukubwani. Ukubwani kabisa. Yaani wakati nasoma nikiwa kwenye rika yenu ya kupelekwa shule, niliona, unajua sijui akili zinakuaje. Unajua watoto wakati mwingine wanafikiri masomo ni ya baba na mama. Kwa hiyo kwa kuwa hana muda wa kwenda shule, kwa amenituma mimi kwa niaba, on behalf, nikawasomee. Ndio maana mtu akitoka shule, akiwa shuleni anadai hela, akiwa chuoni anadai hela. Yaani kama vile, yaani masomo ni ya wazazi wake. Ili kumbe masomo yanakuandaa wewe kwa maisha ya baadaye. Lakini utoto unakuwa ujui. Ndio maana leo nimeona niwakumbushe nyinyi ambao mko shule na nyinyi ambao mlishamaliza, lakini bado mko kwenye age hii anajua kila kitu. Ujue. Ndio maana hapa nasema mkumbuke Mungu wako siku za ujana wako. Anatoa tahadhari, anasema ziko siku
ambazo utakaa kwa kujuta kwamba ulichezea ujana wako. Sasa nataka nizungumze kidogo kwa dakika hizi chache. Kwa nini vijana wengi hawafikii malengo? Kwa nini vijana wengi wamejikuta wakati mwingine wanaumaliza ujana, wanaingia kwenye mateso? Kwa mfano sisi wengine tayari tumeshaingia kwenye ninge. Mimi nilikuwa nasoma, watoto wanaenda shule na mimi shule. Watoto wanasema baba homework, nasema mimi mwenyewe pia nimepewa. Kwa kila mmoja pambana na hali yake. Ili kwa tabu. Unajai kuona mtu anakumbuka shule ana miaka 50. Ndio anatafuta wafadhili, anatafuta akasome chuo. Unamuuliza, hivi unasoma ili iwe nini? Yaani ni kama anatafuta CV ya kaburi lake. Kwamba watu waseme huyu alikuwa. Unaona wa siku hizi umekuja na udokta huu wa kununua. Mtu yuko tayari apewe udokta ili angalau labda mumheshimu. Lakini ulikuwepo udokta wa kusomea, aliuchezea. Leo anataka huu ana kimoja. Jamani. Hey. Kwa hiyo nayaleta haya kwenu ili muone, maana wazazi wenu tayari tumeshaingia kwenye ile miaka. Kwa hiyo nikimaliza ili nirudi kwenye somo, miaka kuanzia 60 na kuendelea ni miaka ya watu waliokata tamaa. Wanawaza kifo tu. Mazungumzo yao yote, nikifa mnizike hapa Utawala, nikifa mnirudishe Kisumu, nikifa mnipeleke Kisii, nikifa niende kwetu Mombasa, nikifa mkajizike Kajiado. Yaani mazungumzo yake yote ni kifo. Ndio maana jana hapa niliwaambia watoto wako wewe ambaye hujafikia hiyo miaka ya kukata tamaa, walee mwenyewe. Kule kwa grandpa wao waende kumsalimia weekend, likizo, wakati ule wa holiday, shule zimefungwa, wakamsalimie, wasikilize kifo, warudi tena shule. Lakini ukisema akae nao, watoto watapandwa vifo. Ndio unakuta ni mtoto ametoka kwa babu, kwa grandpa, anasema grandpa anasema eti akifa, eti akifa. Kwa sababu mazungumzo ni kifo. Ni miaka ya waliokata tamaa. Ndio miaka ambayo watu kama wana proti wanauza sana. Maana amejikatia tamaa. Unasema baba, mbona unauza? Nasema hey, tafuteni vya kwenu. Mnataka niwaachie? Ili nife, ili niwaachie. Sio nini? Unakuta nyewe watoto mnagombana nikiwa hai. Nikifa sasa itakuwaje? Nikifa itakuwaje? Miaka hiyo. Sasa kabla mjafikia huko, andaeni maisha yenu ya baadaye sasa. Amen. Ndio maana kuna connection kati ya maisha yako matakatifu na future yako ya baadaye. Ni muhimu sana. Kwa watu vijana wengi hawafikii malengo yao. Moja, kinachowaponza vijana wengi, yawezekana wengine mko hapa. Moja, wanajiona muda bado upo. Anajiangalia, anafikiri yeye hatazeeka. Si mnatuona sisi hizi sura zimekunja, maana utafikiri mabondia. Na sisi tulikuwa vijana kama nyie. Tulikuwa yani handsome kama akina Yona. Unafikiri mimi niko na sura mbaya hivi? Imezeeka, imekongoroka. Hata nikiipeleka kule wanakosugua alisema mzee ulio. Bado ngozi imekataa. Ishazeeka. Na baada ya muda si mfupi, center body itakatika hapa. Nitaanza kutembea namna hii. Yaani yule grandpa unayemuona, yule bibi yako yule, na yeye alikuwa msichana enzi zake, alisumbua watu. Enzi zake na yeye kuna watu walishindwa kujenga, alikuwa wembe mkali. Alikula salari za watu, alikula vinua mgongo, aliwanyanyasa watu. Hiyo. Kuna wamama mnaowaona waliokuja wachache hapa. Enzi zao walichelewesha watu kujenga. Walichelewesha watu kufanya maendeleo. Anachuna mshahara wa mtu wote na anaenda nao. Wote anaondoka na salari ya mtu. Lakini leo ni wamama hapa. Wanaza nyonya mwanangu, nyonya. Saa hizi yupo nyumbani anahenyeshwa.
Na yeye akiwaona wasichana anasema enzi zangu nikiwa kama hawa, wakati nyinyi mnatembea chagata chagata chagata, mnafikiri hamtazeeka. Yaani mna muda mfupi. Kwa hiyo kinachowachelewesha wa vijana wengi kufanya vitu vya maana na kutulia ni ile kuona yani yeye bado yupo. Ukimwambia kijana jipange, jiweke vizuri, utasikia kula maisha bwana, uzee unakuja. Lakini sasa ukifika utakuwaje? Kwa hiyo unapoona bado muda upo, alafu unaona huu muda uliopo ngoja nicheze kwanza, andaa future yako, kwa sababu future yako sasa iko mikononi mwako. Ukiendekeza dhambi sasa zitakufikisha mahali ambapo utajikuta yani maisha yako hayana mbele wala nyuma, hayana future wala past. Yani unakuwa mtu ambaye maisha yako sasa haya wakati ulikuwa na nafasi ya kutumia wakati wako vizuri. Sasa ili utumie wakati wako vizuri, mambo gani ya kufanya? Ndio ambayo nimetaka nikuambie leo. Kwamba wakati wote ishi katika future yako. Kabla hujaifikia, anza kuishi sasa kimawazo. Yani anza kuishi maisha yako ya mbele sasa. Hamjanielewa? Ngoja nitoe mifano. Wangapi vijana bado hamjaanza kumiliki magari? Yani huna gari yako kwako. Yani huna. Usiangalie ile ya baba, ile walikomana mama. Usifikirie ya kwenu. Nawaambiaga watoto wangu, magari haya mnayoyaona hapa ni yangu na mke wangu. Wala msiyakodolee macho. Wala hata mkifika huko msiseme kwetu tuna magari. Mseme baba na magari. Haya sio ya kwenu. Na nyinyi mkapambane na hali yenu huko mkatafuta. Amen. Na wajenga fikira wasianze kukodolea haya. Sasa nyinyi ambao mmesema hamna magari, lakini wangapi wanasema baba mchungaji, naamini siku moja uko mbele nitaendesha gari. Hapo ndio wamenyosha na wala ambao hawakunyosha. Sasa kwa maana hiyo, tukipeleka kichwa chako maabara, tayari maabara mnafahamu, laboratory. Tukipeleka kichwa chako tayari kina gari, tayari kinaendesha, tayari unamiliki gari, unamiliki nyumba gorofa, unamiliki sio kitu gani kwenye mawazo. Kijana yeyote aliyeanza kumiliki hivyo vitu kwenye kichwa chake, maisha yake yako tofauti. Hata naposoma, akifanya biashara, akifanya kila kitu, tayari ameanza kuishi na mke kwenye mawazo, ameanza kuishi na mwanaume kwenye mawazo. Kwa unakuta kijana bado ni mdogo, lakini ameibeba future kwenye kichwa chake. Ana mke, anaenda saruni, ana mke, anaenda shopping, ana mke. Sasa ukiwa na hivyo, maana yake mbele yako unaiona gharama ambayo itakuhusu. Kwa hiyo pesa zinazopita mikononi mwako huwezi kuzichezea ovyo. Kama umefungua kaduka, alafu mbele unasema mimi nitaoa, nitakuwa na watoto, wataenda shule, kuna school fees, kuna nini, kuna jamii. Hiyo uuzaji wa duka wa kijana wa namna hiyo uko tofauti. Shop yake anakuwa careful. Hawezi kuachia vitu ovyo ovyo. Hata kija binti alembwe macho hapa, anasema lembwe ukimaliza nenda, mimi na mke wa future yangu ambaye sitaki aje ateseke. Unataka nikupe mawigi ya bure halafu nani alipie? Nikupe sendo za bure, nikupe rangi za bure, sio kitu gani vya bure? Hapana, alipia. Maana kule mbele anauona mzigo. Lakini wale vijana ambao hawana future wanaishi madamu kuna kucha. Hata kifungwa kaduka hakakai miezi, ndani ya miezi mwaka mmoja kamekwisha. Kwa sababu gani? Alikuja Sara akalembwa macho akaondoka. Akaja sio Agnesi akaondoka na wiki. Akaja huyu akaondoka na perfume. Akaja huyu. Ndio maana pale utawala niliwaambia, niwapa ushauri wa bure. Nilisema mwanaume kijana ukiona kichwa chako kina virus, hakija kaa sawa. Yaani ukiona wanawake unatetemeka kabisa, unakuwa kumwenda wazimu.
Nikasema usifungue duka kuuza vitu vyao. Usiuze sendo, blausi, sketi, kope, mawigi. We achana navyo. Kwa sababu we kichwa chako ni kibovu, umekiona. Usiuze hivyo vitu vya kwao kijana, utafirisika. Hawa viumbe hawana huruma. Amen. Nikasema anza badilisha biashara, uza mawe. Kokoto zile za mawe, uza vile vikokoto vimawe vidogo vidogo, uza mbao, uza viuma vile vya kujengea, uza vitu ambavyo wakija pale wakirembua hawezi kuondoka navyo. Hasa wewe kichwa kibovu, unauza perfume, unauza mafuta, lotion, si vitu gani? Unyunyu. Wanaondoka. Tena utasikia unyunyu, ngoja tuone. Mzuri, rudisha. Alafu mteja yuko hapa ameona kabisa umepulizia unarudisha. Kuna mtu atanunua? Wako madada wananukia, hawana unyunyu ila wanapita kwenye maduka ya watu. Anafika pale anajipulizia, anarudisha, anakuja kanisani. Mnafikiri ananukia vizuri, kumbe kaingiza hasara mahali. Amen. Ndio. Kwa hiyo ukibeba future kwenye maisha yako utajitunza. Ndio maana binti mwenye future hafanyi umaraya ovyo. Kwa sababu kwenye kichwa chake amemuona mwanaume smart. Mwanaume ambaye atazaa naye watoto. Mwanaume ambaye watajenga wote future. Yaani kwa hiyo uwezo ukamchezea hovyo. Kwa sababu yani unapomsemesha anakuambia yani hapo unasema na mke wa mtu. Unasema na mke wa mtu mtarajiwa. Ndio, hasa wewe babu una mke, alafu unanisemesha mimi. Amen. Lakini ukiona binti kila mahali ana ugonjwa, sisi kwetu tunaita wa kifafa. Mnakifahamu kifafa? Yaani mtu anaanguka tu bila kunani, anaanguka. Kwa hiyo ukiona binti ana kifafa cha umaraya, yani yeye kwenye guest bubu, kwenye lodge, kwenye mahoteli, kwenye mabario, kwenye makorongo, si kwenye majumba ambayo yameisha renta, yani yeye ni yani ujue kabisa hana future. Ana kifafa cha kuanguka kila mahali. Lakini binti ambaye ana future kwenye kichwa chake, ana watoto, ana nini kwenye kichwa chake, kwamba ipo siku. Kwa hiyo yeye ukienda kwake, swali la kwanza, unanioa au unanichezea? Kwa sababu yeye tayari ameshajibrandi kuwa mke wa mtu. Hapa na mimi nataka kabla hatujaoana mwambie hao wandondo wa kuchezea hizo michezo humo hiyo ya matambara, katafute wengine. Mimi hapa nimejibrand, nimejipackage, nimeshajiweka supermarket. Nasubiri mtu wakuja kunichukua supermarket. Mimi sio yale maziwa kule kwetu kuna masoko yale yale manini mnaita nini huku kwetu, yale masoko ambayo watu wanauza vitu open. Kwa unakuta wameweka maziwa kwenye plastiki. Soko huru kabisa. Plastiki kwenye ndoo. Kwa hiyo mnunuaji anaonja kwanza, kwenye kakikombe, anakunywa. Alafu anasema haya hapana. Hasa kuna kipindi tulikuwa tunaenda kule na jagi wakati huna hata hela. Unaenda kabisa. Mnafahamu majagi? Unafika pale unamwambia wewe maziwa yako tuone. Na wewe unakuta umepanga na kutoka kule paka kule. Kwa hiyo unaonja kutoka kule paka kule. Kufika mwishoni umeshiba. Tumbo likondi. Mule ndani analia kwenye tumbo ya bure. Kwa hiyo kuna vijana ambao sio waoaji. Sasa na wewe jipackage. Uwe yale mnasemaje? Maziwa huku wanasema kulala. Kulala. Maziwa
Kuna maziwa mara na maziwa lala, yaani yale yaliyoganda. Sasa yale huwezi kuingia dukani useme hebu nitobolee hapo nione nionje. Yale yamekuwa package, ukitaka kuchukua unanunua nyumbani. Kwa na wewe ukijipackage, maana yake naye kutaka ni yule anaye kuoa. Lakini sio unachezewa. Nikimkatalia basi uende ndo hata nioa. Basi ngoja nimuonjeshe. Anaonja, anaenda pale naonja. Na kuna vijana mko hapa waonjaji. Sio waoaji. Na mupo hapa mpaka sasa hata hamu ya kuoa huna, maana tumbo limejaa na jagi lako. Umewachezea mabinti za watu, umewachezea. Huyu umempa ahadi, huyu umempa ahadi. Unampromise huyu, unampromise. I say. Ndio maana mchungaji siku moja nilisema, kama tusipoangalia vijana wengi wa kiume, mbingu wataisikia tu. Unajua kwa nini? Kwa sababu wao hata wakionja hakuna evidence inayobaki kwao. Lakini wale mabinti akionjwa mimba, mimba. Kwa wao wanaonekana ndio malaya, wanaonekana ndio hawajatulia. Lakini swali, hawajatulia, huo malaya wanafanya na nani? Zamani zilikuwa watu wakipata mimba wanafukuza. Siku hizi makanisa ya leo ya WW. Mtu anapata mimba wala hata msikii kama litengwa, alisimamishwa. Anaenda anashusha injini yake, anarudi tena kwenye kanisa, anaendelea kama kawaida. Hai! Vijana, mnanielewa? Mnanisikia? Na nyie vijana waharibifu, mnanisikia? Wako kimya kama vile hawapo. Hebu kama umekaa karibu na kijana, angalia body language kwenye macho. Wale waharibifu wanajulikana kabisa kwenye macho. Wale kwamba huyu ni mharibifu wa binti za watu. Ndio maana mimi niliwapa mbinu vijana. Nikasema akisema nataka kukuoa, mwambie, muulize maswali matatu. Kwa jina la Mungu Baba, unasemaje? Nataka nikuoe. Kwa jina la Mungu Mwana, nakuuliza. Kwa jina la Mungu Roho Mtakatifu, unasemaje? Nataka nikuoe. Serious? Sawa, na mimi nimekubali. Kwambia umekubali? Okay, sawa. Tegea Jumapili. Ibada inapoisha pale tumeshasema neema sara ya Bwana sinema, watu watoke. Anapotoka tumwambie mchungaji anakuita ofisini. Mchungaji, anakuita ofisini. Kuna shida gani? Tuende tu. Anakuita. Mkifika kwa mchungaji, kuna shida gani? Eti uliniita. Ambia, ni mimi nimemleta. Baba, maombi yako yamejibiwa. Uliniombea kwamba nipate mwenza. Mungu amejibu, huyu hapa. Nimeona kwa kuwa uchumba sio uchawi, utuombe. Tuombe, tupige magoti, tuombe. Na ukisha maliza kutuombea, uweke kwenye announcement ya Jumapili. Ukatangaze kanisani kwamba jamani, tuwaombee fulani na fulani wameanza uchumba, ili kama kuna watu walikuwa natunyemelea wajue sisi application tayari. Lakini sasa mnayaficha. Unaficha uchumba huu, unauficha wa nini? Ndio maana nakukula. Alafu baadaye anakuacha kwenye mataa. Alafu baadaye unarudi kulia kwa mchungaji. Mchungaji ameniacha. Sasa kama amekuacha kuna shida gani? Si mwingine atakuja. Angeniacha hivi, amefanyaje? Yaani amenichezea sana. Yaani wewe ulikubali kwa kiwanja cha mazoezi. Hivi kweli binti mwenye future ya kuwa mke wa mtu, unakubali aje kufanya uzinzi na umalaya wa namna hiyo? Na ndio maana hata wengine wakioa ndoa zao hazina amani, kwa sababu misingi yao
Ndoa nyingi mchungaji tunazofunga hapa ni matapeli, ni waongo, ni wakora. Tunasema tuna mwanadamu Mungu awaunganishe, wakati walishajiunganisha huko. Wamekuja kubariki uwizi wao tu hapa. Wengine ndio wale tunafunga, kitoto kiko ndani. Tunasema wanameremeta, kitoto nacho kinasema kweli baba na mama. Na ndoa za namna hii wana haraka hao. Utasika mchungaji, mimi nahamishiwa Mombasa, nahamishiwa si wapi na wapi, kwa hiyo nataka tufunge ndoa. Baba tufanye haraka. Jamani, hizo mpate mafundisho. Haraka haraka baba, haraka haraka. Kumbe walishajifungisha huko kwenye maroji. Tunafunga ndoa za kipagani kabisa. Mnabadilika sura ni? Bahati yenu, muda umeisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anza kuishi kwenye future yako. Kama ni mwanaume, kaa kama baba kabla ya kufikia huo baba. Tunza mali. Ukipeleka shule, soma. Yaani unaposoma useme, yaani nasoma kwa ajili ya watoto wangu. Nasoma kwa ajili ya mke wangu asiye kuteseka. Nasoma kwa ajili, kwa sababu future unayo hapo. Ndio inayokutesa. Inakufanya uweke miguu kwenye maji, inakufanya uamke usiku kusoma, inakufanya yani usicheze hovyo na masomo kwa sababu umebeba future. Binti unajitunza kwa sababu we ni mume wa mtu, ni mke wa mtu. Unasema kabisa najitunza, nafanya biashara. Inawezekana nikaolewa na mwanaume ambaye, si unajua wako wanaume ambao yani yupo tu. Anakutegemea wewe kila kitu. Paka zile nguo za kule kwa walinzi. Nimesema nguo gani? Namaanisha majaketi. Kwenye hotpot. Mke wangu leo tunakula nini? Angalia humo. Wali leo wali. Unaweza ukapata mwanaume wa hivyo. Lakini kama mama, binti, ulikuwa na future ya ndoa yako, ulianza kupambana, unakuwa huna shida. Unalipiga trouser, makoti, mashati, linapendeza kama governor, lakini kumbe ni wewe. Hiyo sio wote utabahatika kupata wanaume. Wengine utapata mume mzigo. Usiwaone hao wengine hao wako simati hapa, ni nguo wananunua na wazazi wao. Unasema kijana amependeza sana huyu, ana kiatu cha maana, suruali ya trouser ya maana. Kumbe wazazi wake ndio wanampiga shopping, anatoka hapa, anatembea hapa kama amechoma na msumari wa tetanus. Kumbe wazazi wake. Kila kitu wazazi wake. Unakuta viatu mingine ni oversize, unasema ili mbona kanani? Kumbe kabeba la baba. Unasema huyu ndio nimepata husband material, huyu ndio wa kuondoka naye. Kumbe hana kitu. Sasa angalau wewe uwe mpambanaji sasa. Binti uwe, na sio dhambi binti kuolewa na wewe una mtaji, una capital. Sio dhambi. Ingawa vijana wa siku hizi, nimalize maneno hayo. Vijana wa siku hizi na wenyewe hawaeleweki. Binti asipokuwa na chochote, wanasema atakuwa mzigo. Haya. Binti amesoma, ana kazi zake, ana salary, ana nini? Sasa, ndio wakuoa huyo sasa. Huyo ana hela ataninyanyasa. Kwa hiyo, hasa vijana, mnataka mabinti wa aina gani? Nani aliyekuambia binti akiwa na hela hana uhitaji wa kuolewa? Mimi nawaambiaga hata kama mwanamke ni afande, mwanajeshi, soja, hitaji la kuolewa liko pale pale. Mwende, approach, useme na magwanda yale atanipiga mabuti. Hapana. Na yeye anataka kuolewa. Hasa unamuogopa mtu tu kisa amekuwa mchungaji. Yule mama ni mchungaji. Hivi naanzaje kwanza? Kama ni binti ameenda kwa mchungaji, na yeye anataka mume, hajaolewa na Biblia,
Hivi mtu akishafika maisha fulani hivi, vijana wanamuogopa. Akiwa na hali ngumu, atanisumbua. Kila siku ataomba ni munge kifurushi, sui salio, sui ni msuke, atakuwa mzigo. Haya. Yuko sasa huyu ambaye amesoma, ana kazi yake,